Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, nipende kukualika tena katika kipindi hiki kizuri ambacho tunapoenda kujifunza neno la Mungu, hasa katika kipindi hiki ambacho tupo na ni lengwa kabisa, kwa sababu ndio tunaenda kujifunza kile ambacho Mungu amekusudia tujifunze kwa siku ya leo. Kwa hiyo nipende kukualika msikilizaji wangu, kama una nafasi tuweze kupiga magoti tupate ombi. Baba yetu mwema mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umetulinda mpaka masaa haya. Jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi, kwa kuwa umetuongoza vyema mpaka siku ya leo tena. Jina lako litukuzwe. Tulipoenenda kinyume na mapenzi yako, tukashindwa hata kutafakari maandiko yako, tunaomba ukatusamehe. Masaa haya Baba yetu, tunapoenda kuyachunguza maandiko yako, tunaomba ukatuongoze, kawe pamoja nasi, katufundishe tuelewe, kupitia jina la mwana Yesu Kristo tumeomba, amina. Basi moja kwa moja kabisa tutaenda kujifunza somo la leo ambalo linasema ipi sabato ya kweli. Ndilo somo ambalo tutaliangalia, kwa sababu kumekuwa na mchanganyiko, masomo yamekuwa ni mengi na watu wameshindwa kuelewa ipi ni sabato ya kweli. Na leo lazima tuweze kuelewa kwa namna ya pekee kadri Roho Mungu atakavyotuongoza kulielewa somo hili. Basi kuwa makini ili tuweze kulielewa somo hili. Basi kabisa tunapoanza, hebu tuanze kabisa tokea mwanzo. Tujue kwanza hili neno sabato limetokea wapi na ni nini maana yake. Sasa ili tuweze kuelewa, lazima turudi kwanza mwanzo, turudi kwenye uumbaji. Unaporudi kwenye uumbaji katika kitabu kile cha Mwanzo, kitabu cha kwanza kabisa cha Biblia, kitabu cha Mwanzo 2, tutaanzia mstari wa kwanza. Mwanzo 2 mstari wa kwanza anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hapa tunaona kwamba Mungu alifanya kazi kwa muda wa siku 6, lakini anasema siku ya saba akaacha kufanya kazi yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Lakini vitu vya muhimu katika hili fungu lazima tuelewe kwamba anasema fungu la 3, Mungu akaibarikia siku ya saba. Kwa hiyo lazima tuende vizuri, ni siku moja tu katika wiki ambayo imepewa mibaraka, yaani imebarikiwa. Maana yake Mungu hakubariki siku ya kwanza, hakubariki ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ila ni siku ya saba tu. Ndio anasema katika fungu la 3, Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, tena akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo hiyo ndio siku tu ambayo Mungu ameibariki na kuitakasa. Kwa sababu gani? Anasema kwa sababu katika siku hiyo hakufanya kazi yoyote ile aliyoiumba. Basi tuweze kuelewa sasa, tumepata siku ya saba Mungu aliacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku hii ya saba. Hebu tuendelee kuiuliza Biblia, hii siku ya saba ni gani? Ni ipi? Biblia ina majibu, itatupatia. Twende kitabu cha Kutoka 20, tuangalie hii siku ya saba ni siku gani. Tutapata maana nyingine hapa. Kutoka 20 tutaanzia mstari wa 8. Hapa tunapata kitu fulani kingine. Kutoka 20 mstari wa 8 anasema, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo
usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Tumepata maana nyingine ya neno siku ya 7. Anatuambia kwamba Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa, siku ya 7. Kwa hiyo unakuja kupata maana nyingine kwamba siku ya 7 ndiyo inaitwa Sabato. Kwa hiyo kumbe unapozungumzia habari ya Sabato ni siku ya 7 ambayo Mungu alistarehe, hakufanya kazi yoyote aliyoifanya. Kwa hiyo hiyo ndiyo maana ya Sabato. Sasa swali linakuja, hii siku ya 7 ambayo ni Sabato ni lini? Ndiyo imekuwa ni swali kwa watu wengi, wameshindwa kufahamu, lakini leo Mungu atatufunulia siku ya 7 hiyo ni ipi. Na hasa katika kipindi hiki leo ni Ijumaa. Leo ni Ijumaa ambayo pia ndiyo inaitwa Ijumaa Kuu. Sasa tutaangalia kwamba leo ambayo ni inaitwa Ijumaa Kuu, na tutajifunza, utaelewa vizuri kile ambacho ninaenda kukuelezea siku ya leo. Kwa nini leo inaitwa Ijumaa Kuu? Ni kwa sababu Wakristo wote duniani wanaamini leo ndiyo siku ambayo Yesu Kristo aliweza kuuawa. Kwa hiyo ndiyo maana leo kwa Wakristo wengi, baadhi Wakristo wengi hawatumii chakula cha nyama leo kwa sababu Kristo alisulubiwa katika siku hii. Hebu tukimbie huko tuweze kuangalia, je, haya tunayosema ni kweli? Na ndipo tutaelewa siku ya 7 ambayo ni Sabato ni lini, ili ubaki uamuzi wako kuchagua wewe mwenyewe kutunza au kuacha. Kitabu ni cha Luka, Agano Jipya hili. Kitabu cha Luka 23. Kitabu cha Luka 23, tutaanza kabisa pale mstari ule ni wa 50. Anasema, na tazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. 53. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Hii ni siku ambayo Yesu Kristo amekufa, kama siku ya leo ambayo Wakristo wote duniani wanaamini ndiyo Yesu alikufa. Na ndiyo hii tunaambiwa ni siku ambayo Yusufu alienda kuchukua mwili wa Yesu, akaushusha, akauzinga sanda, akautia katika kaburi ambalo lilikuwa limechongwa mwambani, ambalo alikuwa mtu hajawekwa bado ndani yake. Hebu sikiliza sasa, tuelewe hii siku ya Ijumaa ambayo ndiyo Wakristo wote wanaamini hivyo. Tuione Biblia inaita ni siku gani. Fungu la 54. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Hili fungu la 54 ni la makini sana, maana hapa ndipo ulimwengu umechanganyikiwa, umeshindwa kuelewa siku ya 7 ni ipi. Sasa sikiliza, narudia tena kwa makini, fungu la 54. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Unaposikia siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia, maana yake siku ya maandalio ni nyingine na Sabato ni nyingine. Hapa ni siku ambayo Yusufu ameenda kushusha mwili wa Yesu na kuzinga sanda, ndio tunaambiwa ni siku ya maandalio. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Kumbuka, ukirudi huko juu utaona kwamba Yesu alikufa ule muda tunaona giza lilianza kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Yesu anakata roho saa 9 hiyo, Yusufu ndio anaenda kushusha haraka mwili wa Yesu. Kwa hiyo sasa anaposema na Sabato ikaanza kuingia, kwa sababu Sabato ilikuwa inaanza kuingia jioni. Utagundua kwamba Sabato ilikuwa inaanza kuingia jioni. Kwa sababu gani?
kimbia kabisa katika kitabu kile ni cha Mambo ya Walawi. Kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Mambo ya Walawi, hapo utaweza kuona kwamba tuna Mambo ya Walawi 23. Sabato ilikuwa inaanza muda gani? Kitabu cha Mambo ya Walawi 23, aanza mstari ule wa 32. Nasema, itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, nanyi mtazitesa nafsi zenu siku ya 9 ya mwezi, wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni mtaishika hiyo sabato yenu. Kwa hiyo sabato ilikuwa inaingia jioni. Maana yake saa 9 hapo sabato ilikuwa bado haijaingia. Ndiyo maana anasema kwamba na sabato ikaanza kuingia. Maana yake jioni hiyo sasa sabato ikaanza kuingia. Sasa turudi hapo hapo kwenye kitabu cha Luka, ndipo kuna maana ambayo itatueleza kwamba siku hii ya saba au sabato ni siku gani. Kwa siku zetu tulizonazo leo tutaweza kuelewa vizuri sana. Hicho kitabu cha Luka 23 mstari wa 54. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Kwa hiyo kumbe siku ya maandalio ndiyo sasa siku ambayo Yesu alikufa. Kwa hiyo kama leo Wakristo wote wanaamini kwamba Yesu Kristo alikufa siku ya leo. Kwa hiyo leo ndio inaitwa siku ya maandalio. Sasa anaposema na sabato ikaanza kuingia, kwa hiyo ni siku inayofuata baada ya maandalio. Kwa hiyo ni siku gani? Wewe mwenyewe utakuwa umeanza kupata jibu, siku gani inayofuata baada ya maandalio. Utaona kabisa ni siku ya Jumamosi. Lakini huo ni ushahidi wa kwanza. Hebu tuende ushahidi wa namba 2. Hiki kitabu cha Luka 24. Luka 24 aanza mstari wa kwanza. Hapa tunaenda siku aliyofufuka Yesu, ambayo ndiyo tutakuja kuangalia Jumapili. Ulimwengu unasherehekea siku ya Pasaka, siku ya ufufuo wa Yesu Kristo. Sasa tutaona kwamba hii siku ya Jumapili ni siku ya ngapi ya juma ambayo ulimwengu unasherehekea ufufuo wa Yesu Kristo. Kitabu cha Luka 24 mstari wa kwanza anasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Fungu la 6, hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Anza mstari wa kwanza vizuri, hata siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo kumbe siku ambayo Yesu alifufuka inaitwa siku ya kwanza ya juma. Wewe mwenyewe utaona Yesu leo ulimwengu unasherehekea Yesu alikufa leo. Kwa maana hiyo Jumapili ndiyo siku ya kufufuka Yesu Kristo. Sasa je, Jumapili Biblia ndio inaita siku ya kwanza ya juma. Je, ukianzia hapo kuhesabu Jumapili siku ya kwanza ya juma, utapata siku ya ngapi au siku gani ni siku ya saba? Utagundua kabisa wewe mwenyewe kwamba inaangukia ni Sabato, Jumamosi, siku ya saba. Unaweza kuwa hujanielewa vizuri. Hebu tuchukue Biblia hii ambayo inaitwa Habari Njema. Ni Biblia ambayo imeandikwa kwa Kiswahili cha kisasa. Unaweza ukaelewa kabisa Kiswahili hiki vizuri kama utahitaji kuelewa. Ni Biblia ya Habari Njema. Tuweze kuiangalia yenyewe katika kitabu cha Luka. Hapo imetueleza hii siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni siku gani. Luka 23 fungu lile ambalo tumesoma hapo. Tuanzie huo mstari wa 54. Anasema siku hiyo ilikuwa Ijumaa na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yameanza. Kumbe siku ya maandalio ilikuwa Ijumaa. Fungu la 24, Luka 24:1 anasema Jumapili alfajiri na mapema. Kwa hiyo kumbe Jumapili ndiyo siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifufuka. Sasa kama ni siku ya kwanza ya juma, ndiyo maana siku ya saba inaangukia Jumamosi ambayo ndiyo Sabato.
Kwa hiyo naamini utakuwa umekwisha kunielewa vizuri hapo. Sasa baada ya kuona uthibitisho mkubwa kutoka katika maandiko matakatifu, tutaangalia sasa kuona vitu vingine vinatukumbusheje, vinatuonyesha sabato ni lini. Lazima tuingie huku kote, kwa sababu tunatakiwa kuwafunulia watu waelewe. Imani mbalimbali zinaamini hivyo, lazima tuwafunulie waweze kuelewa. Hapa nina vitabu vya kutosha tu vya kuweza kukuonyesha kile ambacho ninakizungumza. Hapa nina kitabu kinaitwa Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Hii ni Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Tutaenda kuisoma, inatuambia nini habari ya sabato, ili uweze kuelewa, ubaki ni uchaguzi wako. Ni katika ukurasa ule wa 484 tutasoma. Anasema hivi, katekisimu hii anasema, sisi sote tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndiyo siku ya kwanza baada ya sabato ya Kiyahudi, lakini pia siku ya kwanza. Wanakiri kwamba kumbe Jumapili ni siku ya kwanza, na wanakusanyika hii siku maana ilikuwa ni baada ya sabato ya Kiyahudi, maana Wayahudi ndio watu wa kwanza kupewa hii sabato. Sasa anasema, wakati Mungu akitenga vitu kutoka giza alifanya ulimwengu, na siku hii Yesu Kristo Mwokozi wetu alifufuka kutoka wafu. Kwa hiyo wanakubali kabisa kwamba hii siku ndiyo siku ya kwanza. Na ukiona hapa hii siku haitwi sabato, sikiliza, katika huu ukurasa wa 484 anasema, kwa Wakristo hii imekuwa siku ya kwanza ya siku zote, sikukuu ya kwanza ya sikukuu zote, siku ya Bwana, Dominika. Kwa hiyo wao wanaita Dominika ndiyo siku ya kwanza ya juma, wanasherekea ufufuo wa Yesu Kristo, lakini sio sabato. Huo ni ushahidi wa kwanza katika kitabu hiki, lakini nitakupa ushahidi mwingine katika kitabu hiki kinaitwa Bustani ya Katekista. Ni kitabu hiki cha wenzetu hawa wa Katoliki, na ukitaka kuhitaji uthibitisho, vitafute hivi vitabu ninavyokuonyesha, ukasome, uelewe, ufanye uchaguzi ulio sahihi. Ni kitabu cha Bustani ya Katekista, mhubiri mlezi mwalimu wa dini Padri Raphael. Utaona katika ukurasa wa 72 tutaona anatuambia nini, ipi ni siku ya saba. Anauliza swali, ukurasa wa 70, ukurasa wa 72 hapa, ukurasa wa 72 tutaenda kuona kwamba anazungumzia sabato hapa ni siku gani. Twende ukurasa wa 74. 72 hiyo tutakuja siku nyingine. Ukurasa wa 74. Anauliza swali, sikiliza kwa umakini. Kwa nini tunasali siku ya Jumapili sio sabato? Ona tu swali anapouliza kwamba kwa nini tunasali siku ya Jumapili sio sabato? Kwa hiyo Jumapili na sabato ni vitu viwili tofauti. Maana yake sabato sio Jumapili. Ndio maana mwandishi anauliza kwa nini tunasali siku ya Jumapili sio sabato? Anasema hivi kwamba masomo ni mengi yanasisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya sabato. Lakini anasema baada ya kufufuka kwa Yesu, Wakristo walionelea waadhimishe siku ya Bwana. Siku hiyo Yesu alipotoka kaburini, ndipo ilidhihirishwa kwamba ameshinda kaburi. Wakristo wakaamua tu wenyewe kusherekea siku aliyofufuka Yesu, sio Mungu aliyeagiza. Ndiyo maelekezo tunayoyapata hapa. Anasema kihistoria tunaelewa kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi, walivyozoea Wayahudi, hasa Wakristo waliotoka dini ya Kiyahudi. Kumbe wanaelewa kabisa kwamba Wakristo wa awali walitunza sabato. Sasa sikiliza, anasema sababu nyingine ya kusali Jumapili ni hii. Wafuasi wa Yesu walitaka kujitofautisha na waamini wa dini ya Kiyahudi walioadhimisha ibada siku yao Jumamosi, ambayo kwa wafuasi wa Yesu siku hiyo Yesu yuko kaburini. Sikiliza sabato hii ambayo watu wengi wanafikiri inaitwa sabato siku ya Jumapili, lakini sio sabato. Sikiliza ya maelezo vizuri, katika historia utayapata,
Na hapa tupo tu kuweka uwazi, unabaki wewe mwenyewe kuchagua, wala sio kwa ugomvi. Ni wewe mwenyewe kuchagua kama unaendelea kushika alichosema mwanadamu au alichosema ni Mungu. Uchaguzi ni wako. Mungu halazimishi. Anasema hivi, ndivyo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 Mfalme Konstantino alivyotangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana, Wakristo wapumzike na kusali. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 ndiyo mfalme huyu anaitwa Konstantino. Kamtafute katika historia, ndiye aliyebadili ulimwengu leo na mtazamo tofauti. Kama angalie kwenye mtandao, kama una Google, kama Google mfalme Konstantino ni nani, alifanya nini, utayapata haya ninayokueleza hapa. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 ndipo ibada ya Jumapili inaanza kwa mujibu wa kitabu hiki tumesoma. Sasa Sabato ya kweli ilianza lini? Tumesoma katika Mwanzo 2 mstari wa 1 hadi wa 3 kwamba ilianza tu baada ya Mungu kumaliza uumbaji. Siku ya saba ndiyo Sabato ikaanzishwa pale. Sasa hii imeanzishwa 321. Sasa 321 ni baada ya Kristo. Je, hapo walisali kitu gani? Hao watu walisali nini? Kwa hiyo utagundua kwamba badiliko limetokea mwaka 321. Ndiyo Sabato inabadilishwa ya kweli, inawekwa Sabato hii nyingine ambayo sio Mungu mwenyewe alihalalisha. Ni kwa mujibu wa vitabu hivi ninavyokueleza hapa. Lakini tutaangalia pia uthibitisho wa vitabu vingine. Tuweze kuangalia hivi vitabu sio kwamba ni Mungu aliviandika, ila ni vitabu ambavyo ndio tumevikuta duniani vikieleza haya mambo. Tunaangalia ili tuone hawa wametoa wapi hivi vitu, ili tuwaelekeze wale wanaohitaji kufata kweli. Nina kitabu hapa kingine kinaitwa Qur'ani. Ni kitabu maarufu sana. Kitabu maarufu sana, kinafahamika maana wapo wengi wanakitumia, na nitaenda kusoma katika sura ile ya 16:124. Qur'ani 16 sura ya 124. Anasema, hakika natumia tafsiri inaitwa ya Barwani. Zote ninayo hapa. Qur'ani ya huyu anaitwa Sheikh Abdullah Saleh Farsi, ninayo yake, ila tunaitumia tu ya Barwani. Kwa hiyo ukiwa na Barwani utaenda kuiangalia, lakini hata kama una hiyo ya Farsi, nenda ukasome ili fungu, utakuta haya ninayokueleza. Anasema, hakika siku ya Sabato Jumamosi. Kumbe siku ya Sabato inaitwa Jumamosi. Waliwekewa wale waliohitilafiana kwa ajili yake, na hakika Mola wako mlezi bila ya shaka atahukumu baina yao siku ya Kiyama katika yale waliokuwa wakihitilafiana. Kwa hiyo kumbe hata wao wanahakikisha siku ya Sabato ni Jumamosi, yaani kwamba hii Sabato maana yake ni siku ya Jumamosi. Utaona hivi vitabu vinaelezea hivyo. Hebu tuende kitabu kingine hapa 7:163. Qur'ani 7:163. Utapata yale ambayo ninakueleza hapa, ili uweze kufanya uchaguzi wewe peke yako tu, kufanya kile ambacho Mungu ametuelekeza. Qur'an 7:163, Suratul Anlaf 163. Anasema, na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari, wakivunja Sabato Jumamosi ya mapumziko. Samaki walikuwa wakiwajia juu siku ya mapumziko yao, na siku zisio kuwa ya kupumzika hawakuwa wakiwajia. Kwa namna hiyo tuliwajaribu, kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu. Hata hapa tunaona anasema na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari, wakivunja Sabato Jumamosi ya mapumziko. Na hiki ni kitabu ambacho kimekuja mwaka wa 610. Ndio tunaona unapata kabisa historia
kitabu hiki na Uislamu ulipoanzia katika mwaka ule wa 610. Sisemi hayo maneno yangu. Ukipata hiki kitabu kinaitwa Maisha ya Nabii Muhammad. Kimeandikwa na huyo aliyetunga hiyo Qur'ani ambayo inaitwa ya Farisi, anaitwa Kadhi Sheikh Abdullah Saleh Farisi. Ukikipata hiki kitabu, nenda tu katika maduka hayo utakipata, utagundua kabisa mwaka wa 610 ndio Uislamu unaingia duniani. Huku Katoliki tumeona ni 321. Kwa hiyo utaanza kugundua sasa Sabato imeanzia zamani kabla ya vyote hivi. Kwa hiyo itabaki tu uchaguzi wako wewe mwenyewe kwenda kuchagua na kuona. Mfano, ngoja tuende katika ukurasa wa 16 katika kitabu hiki cha Maisha ya Nabii Muhammad. Utaanza kuangalia ukurasa ule wa 16, utapata hapo historia ya huyu mtume. Anasema hivi, twende ukurasa wa 17. Wa 17 ukipata utasoma tu pote hapo imeandikwa alipata utume lini. Kwa hiyo hapo utaona siku ile ya kupata utume inawafiki mwezi wa Disemba 610, ndipo mtume anapata unabii huu. Kwa hiyo 610 ndio Uislamu unaanza kuingia hapo. Lakini pia ukitaka ujue kwamba ulianza wapi, utaenda kabisa kusoma hapo ukurasa wa 18. Ukurasa wa 18 anasema Waislamu wa awali kabisa kwamba Bibi Hadija binti Huwaili pamoja na watoto wake aliowazaa na mtume na aliowazaa kwa waume zake wawili wa mwanzo, wale aliowazaa na mtume, baadhi yao walikuwa wadogo bado hawajui ukafiri wala Uislamu. Anasema mtume alifundishwa kufundisha dini siku ya Jumatatu, na bibi huyu alisilimu siku hiyo hiyo, akafanya ibada na mtume usiku ule ule kabla ya mtu yeyote ulimwenguni. Huyu ndiye aliyefuzu kweli kweli. Sasa huyu ndio Uislamu wa kwanza. Utaanza kuona kwamba na Uislamu umekuja baadaye. Kwa hiyo utabaki kuona kwamba Sabato inabaki pale pale ilipokuwa. Lakini uthibitisho mwingine ambao ukitaka uelewe, maana wengine wanahitaji vithibitisho vingi, nenda tu katika historia uangalie Sabato ni kitu gani. Utaweza kuona, watakuandikia kila kitu. Kwa hiyo utabaki wewe mwenyewe tu chaguzi wako kwamba Sabato ni Jumamosi. Na wengi wamekuwa na mashaka na maswali kwamba kwa nini basi majina haya yametofautiana. Rudi katika lugha ya Kiingereza, haya majina yalikuwa na majina ya miungu ya watu wa zamani. Kiswahili hutoelewa. Kwa sababu wengi wamechukulia sababu kwamba Jumapili, mbona Jumapili? Jumatatu. Kwa siku ya Jumamosi, mosi ni moja. Hapana. Haya ni majina yaliitwa baadaye. Maana utaona majina ya Kiswahili, majina yameitwa kwa Kiarabu huko, ambao ndio wametohoa na kupata haya majina hayo. Lakini rudi kwa Kiingereza, Sunday. Sunday tumetoka kuelezwa kabisa hapa na Catechism. Na hili sijaliongea mimi mwenyewe, ni Catechism inasema hivi: sisi sote tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndio siku ya kwanza baada ya Sabato. Kwa hiyo Catechism inakubali siku ya Jumapili ni siku ya jua. Ilikuwa ni siku ya jua, ndio maana iliitwa Sunday. Monday siku ya mwezi, moon day. Tuesday, choose, nyota. Kwa hiyo walikuwa wanaita haya majina kwa sababu yalikuwa ni ya miungu hiyo waliokuwa wanaabudu hawa wapagani. Kwa hiyo baadaye tu haya majina yaliitwa kwa sababu walikosa majina ya kuyaita, wakabidi tu waite miungu waliokuwa wanaiabudu. Kwa hiyo hiyo haiwezi kukupoteza kuelewa Sabato ni ipi. Bado itabaki pale pale tu, Sabato nilikuwa ni siku ya saba ambayo kwa leo ndio inajulikana kama Jumamosi. Wakristo wote wanakubali. Kwa hiyo nabaki wewe mwenyewe kuitunza. Sasa tuone kwamba usipoitunza Sabato itakueje. Tumalizie hapo kwamba usipoitunza Sabato itakueje. Hebu tusome kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka 15. Kitabu cha Kutoka 31 samahani. Kutoka 31:15 anasema,
Kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato, hakika yake atauawa. Kama usipoitunza sabato mpendwa, haubaki salama, maana sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo kama hautaki, maana yake unakataa kuokolewa. Na watu wamekuwa wakiuliza, kwa nini siku tu hii? Nataka nikwambie, unapozungumzia habari za Mungu na hauwezi kumtenganisha na siku hii yake mwenyewe aliyoiweka. Kwa hiyo lazima tutazungumzia hapa, maana ndio kiini cha pambano. Leo tupo vita ni juu ya ibada. Shetani naye anataka aabudiwe, lakini tutaona kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ibada. Kwa hiyo lazima uone kwamba shetani anataka aabudiwe. Hebu tuone Waebrania, maana lazima tuone kwamba je, watu wanauliza kwamba Yesu mwenyewe alitunza sabato? Ndio, alitunza. Ukisoma katika Luka 4:16 ina maelezo tu mazuri ambayo yanatuonyesha Yesu mwenyewe alitunza sabato. Luka 4:16, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi. Unaposikia desturi ni kawaida yake, akasimama ili asome. Kwa hiyo Yesu alizoea kusali siku ya sabato. Lakini ukitaka uone kwamba je, mitume walitunza sabato? Maana watu wanasema sabato iliishia msalabani. Haya masomo mengine tutakuwa tunayaona kadri tunavyojifunza. Sabato haikuishia msalabani. Lazima ujifunze, je, mitume walitunza sabato? Ndio, mitume wote walitunza sabato bila upingamizi. Matendo 13 mstari ule wa 42. Matendo 13 mstari wa 42 inasema, na walipokuwa wakitoka wakawasihi waambiwe maneno haya sabato ya pili. Unaona, hata hapa tunaona kwamba walitunza sabato. Fungu la 44, hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Kwa hiyo walikusanyika siku ya sabato kusikiliza neno la Mungu. Hebu tuone tena Paulo anatuambia nini katika kitabu cha Waebrania 4:9. Kitabu ni cha Waebrania 4:9. Anasema, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Wewe mpendwa ni mtu wa Mungu. Sasa imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Hii sabato tunaona kwamba itakuwepo. Yesu mwenyewe alitunza sabato, mitume walitunza sabato, itakuwepo hata mbinguni tutasali siku ya sabato. Kitabu ni cha Isaya 66 mstari wa 22. Anasema, Isaya 66:22, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, wasema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hiyo utaona kwamba hata siku ya sabato tutasali mbinguni. Je, wewe mpendwa, ukikataa sabato utaokolewa kwa namna gani? Basi tuone fungu la mwisho kabisa katika kitabu cha Wakorinto wa pili 6 mstari wa kwanza. Anasema hivi, mstari wa kwanza hadi wa pili, nasi tukitenda kazi pamoja naye twasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa. Tazama, siku ya wokovu wako ndiyo sasa. Mpendwa, kama ulikuwa hujaifahamu sabato ya kweli na umeifahamu, anza kuichagua leo, maana sabato ndiyo swala kuu katika pambano linaloenda kufunga historia ya ulimwengu, kwa sababu shetani naye anataka kuabudiwa. Anayestahili ibada ni Mungu peke yake, lakini shetani naye anataka kuabudiwa. Watu wanashangaa, kwa nini sabato? Kwa nini sabato? Wapendwa, sabato na Mungu havitengani, kwa sababu Mungu ndiye mwenyewe aliyeiweka hii siku ya sabato. Kwa maana hiyo, ukimsikiliza mtu mpendwa, ukisikiliza jirani, ukimsikiliza rafiki, atakupoteza. Simama katika kweli ambayo maadamu tumehakikishwa kwayo katika maandiko matakatifu. Simamia ukweli
ili uweze kuelewa kile ambacho Mungu anatakiwa utende. Kwa hiyo nakualika, na sio kwa ulazima, ila ni kwa hiari, maana Mungu hataki ibada ya lazima. Yeye ni wa hiari. Akikualika, ukihialika, itunze sabato yake kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo tukipata muda tutakuja tuone hata haya masikukuu sasa ambayo tunasherekea, ambayo sio kimaandiko, kwa msingi wa maandiko. Tukipata nafasi tutayagusia yote hayo, ili tuweze kuona shetani ameweka mambo mengi ambayo hayapo kimaandiko, na dunia imeyapokea kwa sababu tu haijataka kuelewa kile Mungu anachokielekeza. Kwa hiyo Bwana akubariki msikilizaji wangu, unapoendelea kutafakari na unapoendelea subscribe katika channel hii, kupata masomo mbalimbali ambayo yatakuamsha, maana tupo katika kipindi karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Matukio yanayotukia yote haya yanalenga tu kuitoa sabato ya Bwana na kuweka sabato aliyofanya mwanadamu, ambayo ni siku zingine ambazo Mungu mwenyewe hakuziagiza watu wazitunze. Kwa hiyo nakualika usikose kuendelea kutazama, naamini utabarikiwa mpendwa. Mungu akubariki. Basi kama una nafasi waweza kupiga magoti ili tuweze kupata ombi. Baba yetu mwema mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, tunazidi kusema asante kwa nafasi hii ambayo umetupatia kusikiliza neno lako. Umetufundisha kweli yako juu ya sabato yako. Asante kwa sababu tumeielewa. Asante kwa sababu tunaenda kuishi hivyo. Asante kwa sababu tunaenda kuitangaza kwa ulimwengu upate kuelewa. Endelea kuwa pamoja na msikilizaji atakayeamua kuichagua kweli yako. Najua anaweza kukutana na vipingamizi na vikwazo vingi, maana ndiyo kiini cha pambano. Kamsaidie, kampatie uvumilivu wa pekee, aendelee kuitunza sabato yako ambayo muda sio mrefu serikali za dunia zinakwenda kabisa kuitupilia mbali, lakini watakaosimama hata mwisho ndio watakaookolewa. Tusaidie tuwe miongoni mwa hao watakaookolewa. Ndilo ombi letu tumeomba tukitumaini utatuongoza, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.